Elimu ndiyo dira na ni mafanikio. Baada ya kutoka matokeo ya kidato cha 4, nimepata fursa ya kutembelea skuli ya sekondari Hasnu Makame iliyopo wilaya Kusini, mkoa wa Kusini Unguja, ambapo nimefanya mahojiano na mwalimu mkuu wa skuli ya sekondari Hasnu Makame, Mwalimu Bakari, ambaye amezungumzia ni kwa namna gani wameyapokea matokeo haya. Naitwa Bakari Mohamed Ali, mwalimu mkuu wa skuli ya sekondari Hasnu Makame ambayo inapatikana katika kijiji cha Kibuteni, wilaya ya Kusini, mkoa wa Kusini Unguja. Tumepokea matokeo ya kidato cha 4. Alhamdulillah, shukrani zote zinamstahiki Mwenyezi Mungu kutokana na uzuri wa matokeo haya, lakini pia tunashukuru walimu wetu na wafanyakazi wote wa Hasnu Makame kwa juhudi zao kubwa kabisa ambazo zimetuwezesha kupata ufaulu wa heshima kwa kiasi. Alhamdulillah, tumefanya wanafunzi 80, 79 wamepata division 1 na mwanafunzi mmoja kwa bahati mbaya kaja na division 2. Si haba, alhamdulillah, ni matokeo mazuri kwa kiasi. Tumuombe tu Mwenyezi Mungu azidishe ushirikiano wetu sisi walimu, wazazi na wadau wote ambao wanatuunga mkono kwa njia moja au nyingine ili tupate kupata matokeo mazuri zaidi. Awali tulitarajia sana kwamba tutapata division 1 zote. Hayo yalikuwa ndio matarajio ili kuvunja rekodi ya mwaka jana, kwa sababu mwaka jana tulikuwa na wanafunzi 52. Matokeo yalikuja si mabaya pia, yashukuriwe. Tulipata division 1 51 na division 2 ilikuwa ni 1. Kwa hiyo tulidhamiria kwamba mwaka huu lazima tumalize kibati. Kama ni 80 basi wote 80 tulitarajia wapate division 1. Lakini kwa bahati mbaya tumepata division 1 79 na hiyo 2 1. Tunashukuru hapo, si mabaya kabisa. Huyu wa division 2 kwanza ni mtoto wa kike ambaye ana division 1 ya point 18. Huyu mwanafunzi ambaye alipata division 2 kwa bahati mbaya, bila shaka na yeye tulimtarajia sana atapata division 1 kwa sababu alikuwa na kila sababu, mashirikiano na wenzake, na tulimwandaa vizuri. Maandalizi ni sawa sawa na kama tulivyoandaa wengine, lakini ni mambo ya kibinadamu kidogo yamepitikia. Mtihani ndio mtihani, hakufanikiwa kufikia hapo ambapo tulitarajia. Je, ni mafanikio gani ambayo wameyapata Hasnu Makame? Kwa kweli sira mafanikio kwenye shule yetu, kwanza walimu wanajitahidi kujenga sisi wanafunzi kuwa na awareness. Yaani unakuta mwanafunzi mwenyewe anajitambua kutokana na ule uelewa tumepata kutoka kwa walimu wetu. Ya mafanikio kiukweli, kwanza ni imani thabiti za walimu pamoja na wanafunzi, lakini imani hizi zinazaa nidhamu ya hali ya juu, upendo, ushirikiano pamoja, yani walimu, wazazi, wanafunzi na wadau wengine wote wa elimu. Mafanikio ya skuli yetu ni juhudi, kazi na nidhamu kubwa na heshima kwa wakubwa wetu, hata heshima kwa wakubwa na wadogo. Baadhi ya walimu nao wanazungumzia mafanikio ya elimu ambayo yanapatikana. Naitwa Mwalimu Ilyasa Harun Mohamed kutoka katika skuli ya Hasnu Makame, ni mwalimu wa somo la Kiingereza. Na katika skuli yetu ya Hasnu Makame, somo la Kiingereza ni miongoni mwa masomo ambayo wamefanya vizuri kwa kufaulu katika wastani wa grade A average. Tunajivunia kwa hilo. Hii inatokana na mashirikiano yaliokuwepo baina ya walimu katika skuli yetu, lakini pia kukubali kujifunza. Tunaenda kujifunza mbinu tofauti katika skuli mbalimbali. Walimu wetu wanatulipia tuenda mpaka bara huko kwenda kusoma mbinu mbalimbali, vipi tunaweza kufanya vizuri. Lakini itakuwa mpeo wa fadhila kama nitashindwa kumpongeza rais wetu Dr. Mwinyi pamoja na Mama Samia kwa kuwekeza katika swala hili la elimu, ambalo leo hii mkoa wa Kusini tunapata kuingia katika top 3 za skuli za Zanzibar. Hii haiji bure, ni jitihada ya kuwekeza katika miundombinu, kwa mfano kompyuta, smart TV. Je, wanafunzi wamepokea vipi matokeo ya kidato cha 4? Aziza Maulid Haji, kiukweli juzi tulipokea matokeo ya kidato cha 4
kulikuwa kuna matokeo mazuri sana. Karibuni tulipata 179 na 2 Kikweli hii ni fahari kubwa kwa skuli yetu, na tunaona kwamba skuli yetu inaingia katika shule bora za mwanzo kwa Zanzibar. Matokeo haya yametokana na kwamba wanafunzi katika shule yetu wanajitahidi kuwafuata walimu, kusolve maswali ya pepa za nyuma, lakini pia mashirikiano baina ya wanafunzi kwa wanafunzi pamoja na wanafunzi na walimu wao. Naitwa Hamida Ahmada, mwanafunzi wa kidato cha 5. Kwa kweli ndani ya shule yetu kitu tunachokielewa ni division 1 tu, sio chingine. Nimekuja hapa kwa ajili ya kusoma na kupata division 1 katika mtihani wangu. Inapokea wanafunzi karibuni Unguja nzima au Zanzibar niseme, lakini katika kipindi hiki cha karibuni pia tumekuwa na uzoefu wa kupokea wanafunzi hata kutoka mashule makubwa ya private, na nadhani hii inatokana na kwamba wazazi wanaona kitu kile ambacho tunakifanya kwa pamoja wetu. Juhudi za walimu zimekuwa kubwa, kwa hiyo wanazalisha kitu kizuri, kwa hiyo wazazi wengi wanavutika kwamba watoto wao wapate nafasi katika skuli yetu. Kiukweli serikali hatuwezi kuiacha nyuma hata dakika moja. Serikali imefanya uwekezaji mkubwa mno. Serikali ya awamu ya 8 zaidi imejitahidi sana katika kuhakikisha kwamba inatoa kipaumbele katika miundombinu, lakini katika huduma tofauti zinazohusiana na elimu. Na kwa maana hiyo sisi, kutokana na juhudi hizi ambazo tunaziona za wazi na za dhati kabisa, na sisi tunazidi kupata ari ya kuweza kuunga mkono juhudi hizi za serikali na kuona kwamba faulu unazidi kupanda siku hadi siku. Kwa hiyo natoa wito kwa skuli zote za boarding ambazo zinaanzishwa, basi wawe na mikakati madhubuti ili tuone kwamba tunaitoa serikali pale ilipo au wizara tunaitoa pale ilipo na kupiga hatua zaidi katika ufaulu. Ni changamoto zipi ambazo zinawakwamisha katika tasnia hii ya elimu? Ni kweli kwamba kila chenye mafanikio hakikosi changamoto. Tunashukuru mafanikio haya yapo na yanaendelea, lakini tuna changamoto zinazotukabili katika sekta hii ya elimu. Nayo ni tuna ukosefu wa holi ambayo ni changamoto kubwa kwetu. Inatupa wakati mgumu, hususan wakati unapofika wakati wa mitihani, inabidi tunalazimika kuifunga skuli au kutoa madarasa mengi, kuyafungia kwanza ili wapishe mitihani, shughuli za mitihani ziendelee. Kwa hiyo hii ni changamoto kubwa sana ambayo inatukabili kwa hivi sasa, lakini pia tumewakusanya watoto hapa katika shule yetu, lakini watoto hawa kiukweli hawajapata sehemu nzuri hasa ya kuchangamka kiakili, kimwili na kifikra, manake hatuna viwanja vya kuchezea. Kwa hiyo hawapati muda mzuri wa kufanya mazoezi, kuchangamsha mwili na akili. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wadau na wanaotusikiliza popote pale walipo, wajichange, waje mwenye jiwe, mwenye tofali, waje tujenge holi moja kubwa la kisasa ambalo litasaidia katika taaluma, lakini pia litatusaidia katika uchumi. Na wale wengine watakuja kutujengea viwanja ili watoto wetu wapate kuchangamka vizuri, akili zifanye kazi vizuri.